Tunaanza na masuala ya elimu ambapo serikali sasa inasema 70% ya wanafunzi wamefika shuleni kufikia siku ya mwisho ya makataa ya kuwataka wanafunzi kuripoti gredi ya 10. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen akisema kampeni ya kuwasaka wanafunzi imekuwa ikiendelea. Hata hivyo, katika baadhi ya shule, wanafunzi walifika shuleni walizotakiwa bila hata karo wala vifaa walivyotakiwa kuwa navyo. Miriam Nyambura anaarifu kuhusu changamoto za wanafunzi wanaotakiwa kuingia sekondari ya juu. Ruth Mwangi na mwanawe wa kwanza Justin Mwangi, mwanafunzi wa gredi ya 10, wamewasili katika shule ya upili ya wavulana ya Nakuru katika siku ya mwisho ya kuripoti kwa wanafunzi wa gredi ya 10. Ila mwanafunzi huyu alikuwa karibu kukosa nafasi hiyo kutokana na ukosefu wa karo ya shule, fedha za kununua sare na mahitaji ya msingi. Mamake Justin akiwa mwingi wa majonzi baada ya kuelezwa kuwa mwanawe atasajiliwa. Kama hizi viatu amevaa ni zile alikuwa anasoma nazo huko kwenye alikuwa bidii. Nayo ile box nimesaidiwa na sister yangu. Ile ilikuwa inasoma na kijana wake. No mattress, there's no bed sheet. There's literally, I would say that this boy has just come with an empty box, so to speak. Licha ya changamoto hizi, Mwangi ambaye alipata alama 68 kati ya 72 kwenye mtihani wa KJSEA bado amesalia na matumaini kuwa atasoma. Kwa sababu yeye anasemaga anataka kukuwa pilot. Sasa nikaona nikimweka nyumbani akose kukuja shule, hiyo dream yake itazimia. But in the spirit of increasing access and allowing everybody to go to school, we have allowed them in. Katika kisa kingine huko Nyamira, mwanafunzi Juvenalis Mongare mwenye umri wa miaka 15 alijitokeza katika shule ya wavulana ya Kebirigo kujaribu bahati iwapo ataruhusiwa kusajiliwa. Kijana huyu alifika akiwa na sanduku na godoro peke yake. Tulipofika, deputy principal akasema atatulipia uniform. Ndio nimelipiwa na nimevaa. Lakini hakukuwa na school fees. Kwa sasi wake hakuwezi. Niliona ya kwamba mwanafunzi huyu anaweza kuachwa huko nyumbani. Nikachukua jukumu hilo kufuatilia. Wanakijiji wa eneo la Chamamanyik, eneo bunge la Bureti, Kericho, walizunguka kwenye boma tofauti kuwasaka wanafunzi ambao hawajaripoti shuleni kwa kukosa karo. Hapa, Brenda Chepkorir aliyepata barua ya shule ya wasichana ya AIC Kosirai hana mbele wala nyuma. Na mawangu hawezi kabisa. Na tumangana lakini hatujapata usaidizi. Tunaomba mtu saidie. Huko Mombasa, wanafunzi ambao wamekosa karo na mahitaji mengine wamesalia nyumbani. Chifu wa eneo hilo akichukua hatua ya kuwatafuta wanafunzi hao. Changamoto za kimaisha ni vile sina kazi, sina uwezo wa pesa ya kumpeleka mtoto wangu shule, manake alikuwa ameitwa kwanza Vihiga tukabadilisha akaitwa St Mary's Lwa Kisumu. Mtoto anajiunga na shule kwanza alafu mengine ataweza kufuata baadaye. Si muhimu sana kuwa na ile rim, japo ni muhimu kivingine, lakini wacha mtoto afike kwanza. Miriam Nyambura, runinga ya Citizen.